Katika eneo lolote ambalo unatamani kuwa bora, kuna uwekezaji wa muhimu ambao unapaswa ufanye. Na vivyo hivyo, iko hivyo katika kufanya graphic design. Kwa siku ya leo nimekuandalia maeneo manne muhimu ambayo ukiamua kuwekeza wewe kama graphic design, basi utaweza kuwa bora na kupata mafanikio makubwa. Karibu sana. Naam, karibu sana, naitwa Leonce Alexi na hii ni Mfalme Digital. Kwa siku ya leo mtazamaji, tunazungumzia maeneo muhimu manne ya kuwekeza unapotaka kuwa bora au kufika katika hatua kubwa katika eneo zima la graphic design. Tukizungumza uwekezaji ni nini? Uwekezaji ni utumiaji wa rasilimali muhimu kama vile pesa, muda na maarifa na vitu vingine kama hivyo kwa lengo la kupata faida. Katika graphic design kuna maeneo muhimu ambayo unapaswa uyawekeze, na leo hii ndio kitu ambacho ningetamani tukizungumze. Eneo la kwanza ambalo unapaswa uliwekeze ni kujifunza. Ukiwa graphic design lazima uwekeze uwezo wako na maarifa yako na muda wako kuweza kuongeza kitu kipya. Hapa tunahitaji uweze kufika hatua kubwa na lazima uwe na maarifa makubwa. Wapo watu wengi ambao wanafanya kazi nzuri na unaona katika hali ya kawaida wanafanya kazi nzuri na kwa sababu wao waliwekeza muda. Nataka nikupe utaratibu ni kwa namna gani unaweza ukawekeza muda wako na ukaamua kujifunza. Wapo watu wengi ambao wao wanawekeza muda kwenye vitu vingine na wanataka kufika mbali, lakini wanashindwa ni kwa namna gani wanaweza kujifunza. Kama wewe ni moja ya graphic design au wewe ni moja wa watu ambao unataka kuingia kwenye industry ya graphic design na unataka kujifunza kwa ubora bila kuwa na changamoto yoyote, jifunze kwa malengo. Jifunze kwa malengo. Ni kwa namna gani unajifunza kwa malengo? Kujifunza kwa malengo ni kuamua kwamba najifunza programu hii baada ya muda fulani. Wapo watu wengi ambao wanajifunza kwa hisia, nisingependa ufanye hivyo. Kwa mfano, kuna mtu anaweza kaona labda tuseme either rafiki yake ameposti tangazo labda tuseme la video na yeye akaamua kujifunza kuhusiana na masuala ya matangazo ya video kwenye After Effects. Kumbe yeye alikuwa anajifunza Adobe Photoshop. Sasa huyo anapohama kwenda kujifunza Adobe After Effects, huyo ni dalili mojawapo ya kwamba yeye ajifunzi kwa malengo. Hali ambayo atashindwa kumaster vizuri kwenye Adobe Photoshop, atashindwa kumaster vizuri kwenye Adobe After Effects, atashindwa kumaster vizuri kwenye vitu vingine vingi. Kama kweli unataka kujifunza, jifunze kwa malengo. Panga program ambayo unahitaji, weka muda ni wakati gani utaweza kuikamilisha. Lakini pia katika kujifunza, panga ratiba. Jiulize wewe una muda gani mzuri ambao ukitulia vizuri unaweza ukajifunza kitu kikaingia vizuri. Kwa mfano unaweza ukasema nijifunze labda kuanzia saa 11 za asubuhi, labda ubongo wangu utakuwa vizuri, au nitakuwa najifunza kila siku saa 2 usiku. Jifunze. Iko hivi, katika graphic design hatumlipi mtu pesa kisa ana jina kubwa. Hatumlipi pesa mtu kisa labda yuko sehemu nzuri au ana ofisi nzuri. Tunamlipa pesa mtu ambaye amefanya kazi nzuri. Ni yule ambaye ana maarifa makubwa. So hakikisha unapata maarifa ya kutosha na kulingana vile ambavyo unataka kuwa. Unaweza ukajiuliza kwenye graphic design wewe unataka kuhusika na nini? Jifunze mara kwa mara. Hakika utakuja kukutana na fursa kubwa ambazo wewe utazifanya kutokana na kiwango chako cha bei ambacho utakuwa umepanga. Lakini ukikosa uwezo wa kujifunza, ukikosa maarifa ya kutosha, basi hutoweza kufanya vile ambavyo unataka, kwa sababu maarifa kwanza yatakupa confidence kwamba mimi nafahamu vizuri kitu hiki, hivyo nina haki ya kumtajia mteja wangu kile kiasi ambacho mimi nataka. Kwa hiyo kama wewe kabisa umeamua kwamba unaingia kwenye eneo la graphic design na labda wewe sasa hivi tayari umeshaanza unataka kufika hatua kubwa zaidi, hakikisha unawekeza muda kwenye kujifunza. Wapo watu wengi ambao wanafanya kazi kwa muda mrefu, wana design mara kwa mara, lakini ukija kuangalia kazi zao ni feki. Aidha
Sababu kubwa sio nyingi, sababu ni kutojifunza, na uzuri ni kwamba katika kazi za graphic design program wakati mwingine zinatumia muda mfupi kujifunza. Kama kweli umeamua kuwekeza muda, program moja unaweza ukajifunza ndani ya wiki 2 na ukawa vizuri, au labda tuseme mwezi mmoja na ukawa vizuri. Labda jambo la kumaster litahitaji kufanya mazoezi kila siku. Na ukisha master vizuri, basi utakuwa na uwezo mzuri wa kufanya kazi nzuri. So, kwa siku ya leo nataka nikuhakikishie kwamba ukiwekeza katika kujifunza na kupata maarifa kwenye eneo la graphic design utakuwa vizuri. Na uzuri ni kwamba katika eneo hili maarifa yanapatikana kirahisi. Unaweza ukanunua kozi, ukajifunza, ukajifungia ndani, ukajifunza. Unaweza ukaangalia YouTube, zipo video nyingi katika mtandao wa YouTube ambao hasa wewe ungeamua kufanyaje kuzitumia na ukaweza kujifunza na baadaye ukawa bora. Na eneo la pili la kuwekeza katika graphic design ni uwekezaji katika vifaa. Katika graphic design hutoweza kufanya tu kwa mikono, badala yake utahitaji vifaa. Vipo vifaa kwa mfano kama laptop nzuri, vipo vifaa kama smartphone nzuri, na wengine wanaweza zaidi wananunua hata kamera. Ni vifaa ambavyo wewe kama graphic designer ambao unatamani kufika mbali, lazima utapaswa kuwa navyo. Wekeza katika kuvinunua, wekeza pia katika kuvitunza, na wekeza katika kujua ni kwa namna gani unaweza ukavitumia. Tukianza katika upande wa laptop. Katika watu wengi ambao wanafanya graphic design, wanajiuliza hivi mimi nitaweza kutumia laptop ya kiasi gani? Ukweli ni kwamba laptop unaweza ukaanza kutokana na vile jinsi ulivyo. Ukaanza na laptop mdogo kabisa ambayo hasa inaweza ikakusaidia kwa kuanzia. Yaani tunasema kwa kuanzia kwa sababu siku zote wanasema mwanzo ni mgumu lakini mwisho unaweza ukawa mzuri. So kwa nafasi yako na kwa kipato chako unaweza ukaanza kwa laptop ulionayo. Na kama hapo awali nimesema kuhusiana swala zima la kujifunza. Unaweza ukajifunza kwa kukodi laptop za watu, kwa kujifunza kupitia watu mbalimbali ambao wana kompyuta ambazo pia wamesha install hizo program na wewe ukaanza kujifunza. So katika kuhakikisha unawekeza kwenye vifaa, hakikisha kifaa ambacho umekinunua cha hicho laptop unafahamu matumizi yake yanakuaje, sifa zake, na ukiangalia katika mtandao wa YouTube kama huu, wapo watu ambao wameeleza sifa nzuri za kompyuta ambayo inafaa katika kufanyia graphic design. Au kama wewe hujui kabisa, basi unaweza ukauliza, wapo watu ambao wana ufahamu mzuri zaidi kuhusiana na kompyuta gani inafaa kutokana na kazi ambayo unaifanya. Na kwa siku ambazo tumekuwa tukijifunza au tumekuwa tukiendelea, swala zima la kompyuta inategemea na mtu yupo eneo gani. Kwa mfano unaweza ukawa unaanza uchumi wako upo chini, ukawa na kompyuta ambayo labda ina RAM 4 na sifa mbalimbali kama hizo ukaanza. Labda ukaendelea hivi ukapata kompyuta yenye labda tuseme RAM 8 ukafanya na ukaanza. Ukaenda mpaka ukafika kompyuta labda yenye RAM 16 na sifa nzuri na kompyuta nzuri. Hii swala lazima la vifaa ni muhimu kuwekeza kwa sababu kadri unavyokuwa na kifaa kilicho bora ndivyo unavyoweza kufanya kazi bora. Unaweza kuwa na maarifa lakini zipo program ambazo hazitoweza kurodi vizuri au kufanyika vizuri kama utakuwa na kifaa ambacho sio kizuri au ambacho kina sifa. Lakini pia kuna kifaa ambacho ni smartphone. Ukweli ni kwamba ni ngumu sana kufanya graphic design kama hauna smartphone, kwa sababu smartphone itakusaidia kudownload, itakusaidia kuposti kwenye mitandao yako ya kijamii, japo na kompyuta inatumika, lakini ukiwa na smartphone nzuri itaweza kukusaidia na kurahisishia kuweza kufanya kazi zako kwa weledi. So hakikisha unawekeza kwenye vifaa hivi na sio tu kuvinunua tu, basi kuhakikisha na unavitunza vizuri sana. Na tukizungumzia upande wa kamera yako, na wakati mwingine itafika unatengeneza tangazo, labda tuseme posters au tuseme matangazo mbalimbali. Kama wewe unahusika na masuala ya printing, utabidi uende upige picha, au kuna kazi fulani unataka kuifanya. Unapokuwa na kamera itaweza kusaidia kufanya kazi zako vizuri za graphic design. Hii itategemea na wewe upo katika hatua gani. Sio lazima vyote vifaa uwe navyo, kutokana na hatua ulionayo. Wapo watu wengine bado wanajifunza graphic design lakini bado hajapata smartphone. Labda ana smartphone lakini bado hajapata kompyuta. Anajifunza kutokana na hatua alionayo.
Ningekushauri tu kwamba hakikisha unawekeza vizuri kwenye vifaa, vitunze vizuri, wekeza, nunua vifaa vizuri, nunua kompyuta nzuri, nunua smartphone nzuri ambayo inakufaa, nunua pia na kamera ambayo inakufaa na utaweza kufanya vizuri zaidi. Kitu cha kwanza umepata maarifa, kitu cha pili umepata vifaa sahihi, basi kazi yako itakuwa nzuri. Na eneo la tatu ambalo unapaswa kuwekeza unapotaka kuwa bora katika graphic design ni personal branding. Watu wengi labda wanaweza wasielewe kuhusiana na personal branding, lakini tukizungumzia personal branding tunaweza tukahusisha logo, jina lako ambalo unalitumia, kama unatumia jina la kampuni au unatumia jina lako, maandishi unayotumia au tuseme fonti, mitandao yako ya kijamii, profile zako zimekaaje na vitu kama hivyo. Katika personal branding hii itakusaidia kukutofautisha na watu wengine. Kwa mfano unavyomjibu mteja, hivyo inakutengenezea personal branding. Yaani personal branding tunaweza kusema tukizungumza wewe tunaona nini? Tukizungumza kampuni fulani tunaona nini? Pia na wewe unaweza kujitengenezea personal branding. Kwa mfano kama unaamua kutumia rangi fulani, basi tumia hizo. Kama unaamua kudesign kwa namna fulani, basi fanya hivyo. Hii personal branding ni kwamba unaweza kuona kazi ya mtu hata kama yeye hayupo. Kwa mfano, unapokuwa unatengeneza graphic design, labda ukaamua kupost katika mtandao wa kijamii, kuna kitu kinachoitwa profile. Mimi nashauri kwamba profile ya WhatsApp pia ifanane na profile ya Instagram na mitandao mingine. Maana yake ni kwamba unachokitengeneza pale ni personal branding. Tukikuona Instagram, tukakuona WhatsApp vile vile, basi wewe utakuwa tunakuona hata kama wewe haupo. Tutakuwa tunaona unachozungumza hata kama wewe haupo. Hapa hakikisha unajiweka katika standard ya watu ambao wameelimika. Siku zote mtu ambaye ameelimika na anajitambua, mambo yake yamepangwa vizuri, yapo vizuri na yapo katika ubora. So hakikisha unapangilia kazi zako vizuri. Kwa mfano unaweza kukuta katika mtandao wa Instagram una utaratibu wa kuposti na unaposti vizuri, unaandika caption vizuri. Moja ya mbinu pia ya kutengeneza personal branding pia ni kutengeneza caption vizuri. Unapangilia kazi zako vizuri, unatengeneza kitu ambacho hasa wewe ukiwa haupo tunaweza tukakuzungumzia, na kwa kutazama tu kazi zako tunaweza tukaona jinsi ambavyo unafanya kazi zako, tunaona huyu ni kweli tunaweza tukamshirikisha kazi yetu akaifanya. Ngoja nikuulize, uliwahi kuulizwa kama wewe ni mmoja wa watu ambao unafanya graphic tayari unafanya, na hisi uliwahi kuulizwa kwamba naomba ututumie kazi zako tuone? Kazi zako mtu anapoingia kwenye mtandao wako anaweza akajua, kumbe huyu yuko hivi na nipo tayari kumpa kazi. So hakikisha unatengeneza personal branding vizuri, na ukiweza zaidi basi tengeneza portfolio. Portfolio hapa ni mjumuisho wa kazi zako ambazo unakuwa umezifanya wewe kama graphic design, kwa sababu kazi ambazo unazifanya zinahitaji ziwe arranged, ziwe katika mpangilio ambao mtu akiingia kwako anaweza akajua kwamba huyu yuko vipi, naweza nikampatia kazi zangu wakazifanya. Unapokuwa na uwezo mzuri wa kutengeneza personal branding, itakuwezesha kukufikisha kwa wateja wengi mno. Kwa mfano, tuzungumze kidogo kuhusiana na mtandao wako ambao unaenda kuposti. Ukiingia pale kwenye bio, inaeleza vizuri kazi ambayo unaifanya na tatizo ambalo unalitatua, lakini pia ukiingia ndani kwa ndani pale kwenye mtandao wako kuangalia posti ambazo umezifanya, basi ni kitu ambacho kinaonyesha wewe unastahili kupewa kazi ambayo mteja anapaswa akupe. Kwa hiyo wekeza sana kufahamu personal branding inahusisha vitu gani, personal branding nifanye kitu gani ili niwe bora na vitu vingine kama hivyo. Ukiwa vizuri kwenye personal branding, basi unaweza ukawa bora zaidi. Na eneo la 4 ambalo unapaswa kuwekeza ni kwenye marketing. Ukiwa graphic design lakini wewe haujui na hauna maarifa ya kuweza kufanya marketing, ni kwamba una ujuzi mzuri sawa, una maarifa mazuri sawa, na una vifaa vizuri sawa, lakini usipokuwa na marketing ya kutosha, basi wewe unaweza usifike mbali. Hapa tunazungumzia kitu gani? Unapofanya kazi ya graphic design unahitaji wateja.
Unawezaje kupata wateja? Unawezaje kupata wateja? Zipo mbinu mbalimbali ambazo zinaweza zikakusaidia ukaweza kupata wateja. Mbinu ya kwanza nimeshasema kwamba tengeneza portfolio nzuri, lakini pia tengeneza brand yako iwe nzuri, na nimesema pia jifunze maarifa ya kutosha. Lakini tukiachana na hayo, fanya hivi kuhakikisha unapata wateja. Kitu cha kwanza, hakikisha upo kwenye majukwaa ya watu ambao wanafanya graphic design. Ingia kwenye magrupu mbalimbali, Facebook, Instagram, WhatsApp, ingia kwenye magrupu mbalimbali ambayo yanafanya hivyo. Na ngoja nikwambie, moja ya wateja wako wa kwanza ni wale wote wanaofanya kazi kama wewe. Hivyo upaswi kuwachukia, upaswi kuwanunia, badala yake unapaswa kujifunza kwao na kuweza kukutengenezea connection mbalimbali. So hakikisha unakuwa na watu ambao wanafanya kazi kama za kwako. Hii itaweza kusaidia kusogeza hatua nyingine. Kwa hiyo kwenye marketing, hakikisha kitu cha kwanza, hakikisha unakuwa kwenye grupu na wale watu ambao wanafanya kazi kama wewe. Lakini kitu cha pili, unawezaje kujitangaza? Ni kweli unatengeneza matangazo ya watu wengine, unafanya kazi za watu wengine. Je, unajitangaza? Kama ujitangazi, bado kutakuwepo na changamoto. Jitangaze vizuri. Wapo watu ambao wanatumia sponsored ads. Fanya hivyo kama unaweza. Kama huwezi, jifunze jinsi ya kufanya sponsored ads, tangazo lako lifikie watu wengi. Wapo watu ambao wamekuwa wakifanya hivyo, lakini eneo la graphic design naona bado ni wachache ambao hawajitangazi, badala yake wanafanya kazi za watu wengine. Usifikirie kwamba tangazo unalolitengeneza labda umepoteza. Hakuna tangazo linaloenda bure. Badala yake tangazo lipo kwa lengo la kuleta mteja. Hivyo hakikisha na wewe unajitangaza. Unaweza kujitangaza kwa kupitia sponsored ads, unaweza kujitangaza kwa kuwatumia watu message. Nafikiri uliwahi kupata message kutoka kwenye email yako ambayo inakueleza vitu fulani. Lengo na haya yote ambayo yanafanyika ni marketing. Lazima ujue na wewe kuweza kutengeneza wateja. Unaweza ukatumia message, labda messenger, kuwatumia watu message na kuambia. Ikifika hatua wakati mwingine, ifike hatua unaweza ukaamua. Kwa mfano wewe upo katika eneo la mjini, labda tuseme upo mjini na una uwezo mzuri wa graphic design, lakini changamoto kubwa ni wateja. Wafikie watu wana pesa. Upo eneo ambao watu wana pesa. Hao watu wanaweza kukulipa, wafikie, waambie, waeleze kwamba mimi nafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Wengine watakuelewa, wengine hawatakuelewa. Lakini pia ni kwa namna gani unaweza pia ukajitangaza? Wapigie watu simu, wapigie kampuni mbalimbali. Kwa mfano ukiangalia katika mitandao ya kijamii, watu wanaweka mawasiliano yao, wapigie, waeleze vizuri. Andaa maelezo kwa ufupi kwamba wewe ni nani na unafanya kazi gani, umeandaa ushawishi gani ambao unaweza ukawaambia, na unaweza kazi yako italeta manufaa gani. So hakikisha unakuwa uko vizuri katika marketing. Wapigie simu, watakuelewa vizuri. Lakini unapokuwa unawapigia simu, sio wote watakuelewa, hapana. Wapo ambao hawatakuelewa hata siku hii, hata siku moja. Lakini iko hivi, katika mafanikio, hapana kujumlisha hapana. Yaani unampigia mtu simu anakuambia hapana, mwingine anakukatia simu. Hapana kujumlisha hapana, kujumlisha hapana, mwisho wa siku unaleta ndio. So hakikisha unaweka msingi mzuri katika kuweza kufanya marketing. Unawezaje kupata wateja? Ni kweli ujuzi unaowafaa watu ambao unaweza ukapatia huduma, lakini tengeneza namna gani unaweza ukapata wateja, namna gani unaweza ukajibrand ukafanya kazi nzuri, unawezaje ukafanya marketing ambayo inaweza kukupatia wateja wengi. Ni kweli una ujuzi mzuri, lakini ukishindwa marketing nzuri, basi hutoweza kutengeneza pesa. Na ukweli ni kwamba kuwa na ujuzi wa kutosha lakini haukuingizii kipato cha kutosha, wakati mwingine ni sawa na utumwa. So kwa siku ya leo mtazamaji, natumai umeanzia mwanzo mpaka sasa hivi na umeangalia video hii na umeweza kujifunza maeneo muhimu ambayo wewe unaweza ukawekeza na ukawa bora. Lakini eneo la mwisho ambalo nimekuelezea kuhusiana na marketing, kanalo makini, kwa sababu ndilo litakalo kuweza kufikisha mbali mara tu baada ya kupata ujuzi wa kutosha na kuweza kuwa vizuri. Jina langu mimi naitwa Leonce Alex na hii ni Mfalme Digital. Hakikisha una subscribe hapa chini. Kama umependa video hii, basi hakikisha una like ili kusudi video hii iwafikie watu wengine. Lakini kama hujatazama video yangu hii ambayo imeweka hapa, basi hakikisha unaitazama, kwa sababu na yenyewe imeshare maarifa muhimu ambayo inaweza yakakusaidia kuweza kufika mbali katika eneo zima la graphic design. Tukutane wakati mwingine.